RCC, kwa sababu jambo hili lilikuwa linasimamiwa na nani? Na mkoa. Kwa hiyo sisi tunaenda kupeleka ombi la kubadilisha muundo wa uendeshaji wa zile shughuli za pale ili ziweze kufanyika. Ili kila taasisi ichukue eneo lake. Kwa hiyo tukishapata consent sasa, tukiridhiwa na RCC, then sasa tunaenda katika hizo modality za kuendelea kufanya haraka iwezekanavyo kwa kuwezesha. Kuona tunakwenda kubadilisha, kushauri na kushawishi mkoa kwamba tutoe kwenye kujenga jengo la pamoja, tuwe na ile mpango ya kila halmashauri na kila taasisi. Maana hapa tunapendeza kama italizwa ngazi ya mkoa, na bahati nzuri na mimi nilimpa dokezo Mheshimiwa RC kwamba kamati ya siasa mkoa imeelekeza 1 2 3, na alisema sawa. Na imeelekeza wilaya zote zifanye ili kamati amini za DCC kwa ajili ya swala hili, ajenda hii. Kwa sisi tunakuwa hapana zaidi kwa kwetu, na sisi lazima tuwe kimbelembele kwa sababu kwa kwetu. Nimejaribu kufafanua hiyo ajenda ili kila mmoja ambaye hakupata kwenye ziara aweze kuipata vizuri, lakini ambaye ni mgeni kabisa na kwenye ziara hakuwa basi aweze kupata kwamba tuna viwanja, tuna vyenye kali 100 na ngapi na 40. Na sisi tuko determined kufanya, na hii iko kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo hakuna namna ambavyo tutaongelea tukaiacha, lazima tukamwona. Na sisi kufanikiwa pale, hapo ndio njia panda kwenda DRC Congo. Si mnajua? Hapo kwenda DRC na kwenda Burundi na Rwanda. Kifika Kabungu na nyoka kwenda Burundi, Rwanda kifika kwa DRC Congo. Tukiendelea kuchelewa, ardhi inatamanisha na inapungua kila siku. Wananchi watasogea taratibu, watafanya sehemu ya malisho na nini, mwisho wa siku tutaanza kugombana nao kuyalinda maeneo haya. Sasa ndio maana limeletwa hapa kwetu. Sisi Watanganyika hapa, ile eneo sio geni na mipango hii sio mgeni. Ilikuwa pengine mwaka jana tufanye pale, lakini kwa sababu mambo yakaingia tena kule Mbeya kufanya. Sasa tupeleke kwenye DCC hii hoja kwamba wataalamu watashauri hapa namna gani zile pointi zipangiliwe, si ndio? Kama kutakuwa na kuboresha, tutaomba mboreshe vizuri zaidi. Tengeneze mradi, waombe fedha kwa ajili ya kwa sababu zile taasisi zitahitaji umeme, na wakiitikia wote TANESCO wajawa tayari, itakuwa ni kazi ambayo itakuwa ni ngumu kwao. Na kwa sababu tayari barabara zipo, wao wakafanya survey, wasije wakatengeneza nguzo ambazo baadaye katakiwa itolewe ili kupisha labda jengo fulani. Manake timu ya kuratibu pale, maybe timu ya miundombinu tupendekeze kwamba inakuwepo. Kwa sababu gani? Kwa umuhimu wa kuisha barabara, laini za umeme na laini za maji. RUWASA nao kama hawana mradi unaoanze kuanza kupeleka mradi, inapotokea kwamba tuna maonesho mwezi wa 8 kusiwe na changamoto tena ya nini, ya maji. Kwa sisi tuone hayo yaingie kwenye sehemu ya mapendekezo kwamba kama italiziwa basi haya mambo yatakiwa yafanyike.